Yes bana, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Galaxy Media, karibu magazetini asubuhi ya Juli 2 mwezi huu wa 7 mwaka 2025. Ni siku ambayo napenda kukutakia uwe na afya na siha njema popote pale ulipo, huku ukiendelea kunisikiliza na kunitizama Rama Handana Finance mjini Sina Shamba. Niko na gazeti la Mwananchi, gazeti la Mwana Sports na mengine mengi ambayo nitakwenda kujuza kile ambacho kimeandikwa kunako vichwa vya habari. Nikianza na gazeti la Mwananchi, linasema nini kunako vichwa vyake vya habari kama ambavyo mwandishi ameandika moja kwa moja. Mwananchi wao kunako kurasa zao za juu moja kwa moja kabisa wameanza na habari ambayo inaonyesha kiti, ikaandika ubunge 2025-2030, huku ukaa kuna wagombea mbalimbali akiwemo Paul Makonda na wengine wengi ambao wanagombea kwa majimbo tofauti. Lakini hiyo ndio habari picha ambayo imeandikwa kwa namna hiyo. Lakini vichwa vya habari vyenyewe pia vinasema vipi? Vita ya ubunge CCM, vita ya ubunge CCM. Akasema tena kwa habari ndogo kabisa kwa kutoa maelezo ya kichwa cha habari hicho: licha ya mafuriko ya makada kuchukua fomu kuomba uteuzi wa ubunge CCM, kuna vita nyuma ya pazia inayonguruma ya makada wakiwemo mawaziri, marasi na wabunge kupigana vikumbo. Ni vita ya namna hiyo kunako CCM baada ya makada mbalimbali kuanza kupigana vikumbo kuelekea ubunge wa mwaka huu 2025 mpaka 2030. Habari nyingine inasema makusanyo TRA yatoa mwelekeo mpya Tanzania. Habari unaipata kurasa wa pili. CRDB yaweka rekodi tena, bondi yatua kimataifa. Ukurasa wa pili utapata ndani wa habari hiyo. Lakini pia habari nyingine hapa inasema ukwapuaji wa mizigo katika malori usiku tishio Pwani. Ukwapuaji wa malori usiku ni tishio Pwani. Ukwapuaji wa mizigo huo unafanyika sana. Nilikuwa pia nikiona hususan katika ile njia ya Dar es Salaam Morogoro kunafanyika sana unyama namna hiyo, na ndio maana kuna nyakati pia madereva wanaamua kuweka miba kule nyuma. Mizigo inapopekwa basi wezi ni wengi. Haya, Jamhuri yaomba muda zaidi kesi ya Lissu, yeye ataja uchaguzi. Ukurasa wa 3 utapata ndani wa habari hiyo. Janga, taarifa ya watu kwenye vifungashio zikisambaa. Janga, taarifa za watu kwenye vifungashio zikisambaa. Mwananchi wametamatisha habari zao kwa namna hiyo. Na gazeti lingine ambalo nalikamatia hapa ni Nipashe Mwanga wa Jamii. Nipashe Mwanga wa Jamii wamesema nini kunako vichwa vya habari? Nasema vikumbo vya ubunge vyazidi kushika kasi. Vikumbo vya bunge vyazidi kushika kasi. Wengi wajitokeza kuchukua fomu kitwanga Sabaya Ngeleja waibuka. Ukurasa wa 10, ukurasa wa pili na ukurasa wa 34 utapata ndani wa habari hiyo. Habari nyingine kuna gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii inasema UN yasisitiza ulazima kusaidia nchi masikini. UN yasisitiza ulazima kusaidia nchi masikini. Ukurasa wa 19 utapata undani wa habari hiyo kunako gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari nyingine nasema wanafunzi wafariki dunia kwa kufukiwa na kifusi. Wanafunzi wafariki dunia kwa kufukiwa na kifusi. Mungu aziraze mahali pema roho za marehemu wote ambao wamepatwa na kadhia hiyo. Lissu adai magereza imetekeleza maombi ya madai yake. Lissu adai magereza imetekeleza maombi ya madai yake. Ukurasa wa 6 utapata undani wa habari hiyo jinsi ambavyo imeandikwa. Mimi naondoka hapo kunako magazeti hayo na kuletea mezani kwako magazeti yale ambayo yanazungumzia sheria 17 za mpira wa miguu. Wazee wa kandanda, wazee wa soka, wazee wa kubezana hao. Haya, nikianza na gazeti la Mwana Sports, nimemonyesha Pacome amezuzwa akiwa amevishwa kile kidude ambacho anavaga sana Making. Lakini pia tunaita crown, ni crown, yes, namna hiyo kwa upande wa wazungu wanaitaga hivyo. Lakini anaonekana pia Ateba, anaonekana Jean Sharawa na mwenye pia amevalishwa hicho kidude wakiwa wanatizamana. Huyu yuko upande wa kushoto na huyu upande wa kulia.
huku ikawekwa nembo ya Simba na Yanga, ikawekwa 10-9 kwa maana ya assist. Pacome na assist 10, Jean Charles na assist 9. Pacome na magoli 12, Jean Charles na magoli 16. Total involvement kwenye magoli kuhusika Pacome Zouzoua ni magoli 22, lakini kwa upande wa Jean Charles amehusika katika magoli kwa ujumla ukichanganya pass assist alizotoa kwa kuchangia magoli pamoja na magoli aliyofunga, jumla yake hapa magoli yake ni 16, yes, jumla ni 25 ambapo yeye amehusika kunako magoli hayo 25. Kwa hiyo wakaandika hivi, Pacome ampindua Ahua. Kwa namna gani? Ni ukurasa wa 4, ukurasa wa 3 utapata undani wa habari hiyo kwenye vita ile ya UMVP. Kuna ngumi nimepigwa inanisumbua. Kuna ngumi nimepigwa inanisumbua. Ni bondia gani huyo? Utapata habari hiyo ukurasa wa 6 wa gazeti hili la Mwana Sports. Messi atajwa ligi kuu England. Messi atajwa ligi kuu England. Msikie chama wa kikapu. Msikie chama wa kikapu ukurasa wa 3 pia utapata undani wa habari hiyo. Mbadala wa Sila Azam ni huyu. Mbadala wa Jibril Sila pale Azam ni huyu. Man United yapewa sharti kwa Mbeumo. Yes, Mbeumo. Man United yapewa sharti kwa Mbeumo. Haya, mimi naondoka hapo kunako magazeti ama kutoka gazeti hili la Mwana Sports, jinsi ambavyo wao wameandika vichwa vyao vya habari kwenye michezo, na kukamatia gazeti la Nipashe michezo. Nipashe kwa upande wa michezo wao wameandika nini? Yanga Sports Club yavunja rekodi zake ligi kuu. Kwa namna gani? Kwa mata gazeti la Nipashe, gazeti la michezo kwa upande wa Nipashe utapata undani wa habari hiyo. Simba ya nasa beki kwa Al Hilal ukurasa wa 6 utapata undani wa habari hiyo. Na Nipashe kwenye michezo hawajaandika mambo mengi, wameandika kwa staili hiyo. Mimi mpaka kufikia hapo sina la ziada, naondoka kwa namna hii. Ulikuwa nami Rama Handane Finest mjini Sina Shamba. Nyuma ya kamera yuko Mtumbari Simon, hakikisha engo zinakuwa sawa kwa namna hiyo. Bye bye mpaka wakati mwingine.